tunataka kufahamu na kujua mengi yaliyoandikwa hapa Luka 11 mstari wa kwanza hadi wa 4. Na hadi jana tulikuwa tunaangalia mstari ule wa pili, sehemu ya pili. Akawafundisha akawaambia, mnapoomba semeni Baba yetu aliye mbinguni. Tumeongea kuhusu jina lake kutukuzwa. Baba yetu aliye mbinguni, jina lake lifanyike nini? Litukuzwe. Naomba vitu hivi avihifadhi katika moyo wako. Mungu alimwambia Isaki kwamba baba yako Abrahamu alihifadhi maagizo yangu, alihifadhi. So na wewe ukitaka Mungu wa Abrahamu awe Mungu wako, hifadhi neno lake. Moyoni mwako liwepo neno, hifadhi. Nilikuwa nafundisha wapi? Kinachokupa nguvu kubwa duniani ni kujana neno la Mungu la kweli. Na Shetani hamwezi mtu yule ambaye analo neno la Mungu la kweli. Wiki iliyopita pale nilipokuwa nafundisha, tumeangalia sana jinsi Shetani alipoangusha familia ya Adamu. Amepitia wapi? Alianza na kupeleleza kujua kama familia ya Adamu inalo neno la Mungu la kweli. Na alipotumia ujanja akamuuliza mwanamke, ati Mungu alisema msile miti yote. Kule ni kupeleleza. Alikuwa anapeleleza kujua watu wanalo neno au hawana. Then mwanamke akawa very smart, akasema neno la Mungu kama Mungu alivyokuwa ameliongea. Sema no, Mungu ametupa ruhusa, yani uhuru wa kula miti yote isipokuwa mti mmoja tu. Tusiukaribie, tusiguze, tusile, kama vile Mungu alivyosema. Mwanamke akareason, akalisema neno. Ndipo Shetani akapambana na lile neno kwanza. Ushindi wa Shetani juu ya Adamu ni kumuondoa Adamu katika neno kwanza. Mtu mwenye neno Shetani hamwezi. Na kama Shetani atakuweza, kabla apigane na wewe, anapigana na lile neno kwanza. Ukisoma Biblia za Kiswahili na King James ya Kizungu kuhusu mstari ule, Mungu akamwambia Adamu, siku utakayokula mti huu hakika utakufa. Hakika utakufa. Na mwanamke alipomwambia Shetani kwamba Mungu alituambia tukila mti huu hakika tutakufa, Shetani naye akasema hakika hamutakufa. Sasa hakika zikawa ngapi? Mwanamke akachanganyikiwa. Mungu alikuja na hakika, na hiyo hakika hiyo kama bado wameikamata, yani Shetani hawawezi. Lazima Shetani awaondoe katika hakika ya Mungu. Ile hakika ya Mungu ile lazima Shetani apambane nayo kwanza, aivuruge. Akishakutoa katika ile hakika ya Mungu, amekumaliza. Na hiyo hakika ya Mungu anakuja na hakika yake. Shetani amesema nimekuja hapa wewe wacha, anakuletea hakika. Surely you will die. Surely you will not die. Sasa mwanamke akili kachanganyikiwa. Mungu amesema hakika, Shetani naye amesema hakika. Mhubiri wa kwanza hakika, mhubiri wa pili hakika.
Naambianga kanisani msikie. Hivi vyote tunavyoona kanisani hivyo vimetokea, vinaponya watu, sijui vitambaa maji ni nini. Sitana napambana, tulipewa neno. Tulipewa jina la Yesu. Kwa jina lile tunapona. Hakika tunafunguliwa kwa jina lile. Na Shetani akitaka tuondoe kutoa katika viwango vya kutegemea jina, anakuja na vitu vitambaa. Mtu anakuambia hakika kitakulinda, hakika kitakutendea. Hawezi akasema na kudanganya. Kubaliana na hakika ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So tukienda mstari kwa mstari au neno kwa neno, kuliangalia kwa ndani, tunataka upate kile kitu kwa wingi ndani ya moyo wako. Neno la Mungu lijae kwako. Mtu aliyejaa na neno ni sumu mbaya sana kwa Shetani. Ni silaha kubwa sana kwa Shetani, neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana Mungu kwa ajili ya mchungaji mlipoweka utaratibu wa kusoma Biblia. Ebu isome na isome. Read and read and read and read. And read and read and read. Be mad of reading the Bible. Soma. Jana nilikuwa namwambia mke wangu nataka usome vitabu viwili. Sasa hivi hapo ulipokaa, soma vitabu viwili, kitabu hiki na kitabu hiki. Na nataka ufuatilie kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani ndani ya vitabu viwili. Na nataka niandikie point au mahubiri, niandikie kurasa kama 10. Na vitaka. Bwana Yesu asifiwe. Nina mambo mengi. Na ni yeye sasa namtumanga. Hata leo yeye alikuwa anahubiri kwa wanandoa, tena akimbia toka huko arudi kanisani. Leo ni Ijumaa, kuna ibada kanisani. Hivyo mhubiri aliyokuwa anakuja kuhubiri Jumapili naye amepiga simu hawezi. Sasa namwambia tena Jumapili ni wewe mwenyewe. Sasa hapo lazima aisome kama hajawahi soma. Ataisoma mchana au usiku, amuka saa 7 soma Biblia. Na wengine na washangaa kutupigia masimu ati tuwaombee usingizi na mlale. Kama usingizi umekataa usiku ule, sio ni neema kweli usome Biblia? Tena Mungu akakujalia usingizi umepotea. Pako na lazimisha. Usingizi umepotea. We go and read the Bible. Toka hata kitandani, nenda pale sebuleni au kwenye chumba chako cha fungua Biblia. Usingizi umekataa, piga sura 5. Shetani ajua akipoteza usingizi ni faida kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wako uje. Mwambie jirani yako hautaweza ulimwengu huu bila ufalme wa Mungu. Kwa hivyo fanya juu chini au utafute ufalme na upate. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna awezaye ulimwengu huu bila ufalme wa Mungu. Ni kichwa ambacho nimekileta hapa. Hiki ni kitu cha 3 ambacho Yesu alifundisha wale watu ambao walikuwa dhaifu, walioshindwa. Wazaliwe kwa Mungu, walitukuze jina la Mungu na wamuombe Mungu awatumie ufalme. Sema ufalme wa Mungu uje. Na watu ambao ni watu walioshindwa, kaambia kama mtainuliwa, kama mtafanikiwa, kama mtakuwa wakubwa duniani, kama mtafanikisha ndoto zenu na mambo yenu, ufalme wa Mungu uje. Yesu katika kitabu cha Mathayo 6 akasema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Hapa alisema ufalme wake uje. Mwambie ni yako na utaka ufalme wa Mungu. Nilisema jana wakati tunamaliza kwamba issue hii ya ufalme
Watu wengi sana wamechanganyikiwa kuhusu ishu hii. Watu wengi sana wajaelewa ukiongea kuhusu God's kingdom. Hata ukiuliza ufalme wa Mungu ni nini, katika darasa la watu 100 utapata majibu ya tofauti 100. Kila mmoja ataelezea vya kwake kuhusu what is the kingdom. Na ni jambo kubwa ambalo Yesu amesema tulitafute kwanza. Watu kutafuta pesa, watu kutafuta kuoa, watu kutafuta kuolewa, watu kutafuta magari, watu kutafuta kujenga, vyote ni vya muhimu, vyote ni vizuri. Lakini Yesu alisema kabla hatujapoteza muda mwingi kutafuta hivyo vitu, tutafute ufalme wa Mungu kwanza. Tena akasema na vyote mnavyotaka utazidishiwa. Hicho ni kitu gani ambacho ukikipata tu hicho vingine vyote unafanya nini? What is that? Kina ukubwa gani kile kitu? Ukianza kusoma Biblia na kutafakari ufalme wa Mungu uje. Na akasema mtafute kwanza, vitu vingine mtazidishiwa. What is this? They call the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema jana lazima tujibu swali hili. What is the kingdom? Au ufalme wa Mungu ni nini? Au kinachoitwa ufalme, hata kama sio wa Mungu, kinachoitwa ufalme tu ni nini? Na kina umuhimu gani kwa mtu ufalme? Ukijua kilo nachotafuta, ukikipata utajua nimekipata. Usipojua unachotafuta, unaweza ukakikosa ukadhani nimepata, au wakakubadilishia wakakupa kitu kingine ambacho sio kilo unachotafuta. Yesu akisema tafuteni, mtu aanze kutafuta lazima ajue anachotafuta. Nikitaka simu, najua simu, naenda kutafuta simu, itakuwa kazi rahisi kwangu kwa sababu inachotafuta nakifahamu, nakijua. Lakini ukitafuta simu na haujui simu, hiyo kazi inakuwa ngumu. Wakikwambia subiri hapa mtu fulani. Mwaka 2007 nilikuja Tanzania mara ya kwanza. Nilikuja na basi kutoka Nairobi. Mchungaji Kanembo wa Magomeni ndiye aliyenikaribisha katika nchi hii wa kwanza. Nilikuwa simujui naye hanijui. Nimesikia habari zake, akasikia habari zangu, akanialika. Tunakutana Ubungo, sijui Ubungo ni wapi. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa sijazoea sana mambo ya taxi. Nikazikuta Ubungo ni nyingi, na mtu anayenisubiri hanijui, simujui. Tuko tu kwenye simu. Nikafika pale, tena ni usiku kama saa 4 hivi. Nikafika Ubungo. Taxi moja tena nilikuwa sijui Kiswahili vizuri. Wale mateksi wanajua hii gari inatoka Kenya. Hawa wakifika hapa kituoni lazima watafute kwenda maeneo mengine. Jamaa mmoja akatoka akasema, karibuni karibuni. Aliposema tu karibuni na furaha, tabasamu ya mfanyabiashara yake mzuri. Mimi nikafikiria ni mwenyeji wangu huyu. Naambia, bwana, I've reached the journey is very so long. Dar es Salaam is far. Sema, Dar es Salaam is very far. Jamaa amefungua gari lake, nimeingia. Nikakaa pala, kapiga mlango, akaakisha gari, tunaondoka hivi. Simu ya Pastor Kanemba akapiga. Anaambia, bwana, basi la Nairobi nimeingia hapa. Sija kuona uko wapi? Where are you, man of God? Nikauliza, kumbe sio wewe, you are not my host. I was like, pray for. Hata yule akasikia kwenye simu nauliza huyu, kumbe you are not my host. Akasema, no, I'm a taxi man. I thought that you were going to a hotel somewhere. Even I wanted to ask you.
Kaambia no, they are waiting for me here. Nikatoka na begi langu liko kwenye buti tayari. Nikapiga simu. Nikarudi pale kwenye mlango basi naambia sasa utamwona mtu amekamata kichwani hivi. Nikasimama hapa nikafanya hivi. Mjanja kabisa. Jamaa akacheka akaja akasema bila shaka ni wewe umekamata kichwa. Nikauliza you Pastor Kanemba, I don't want to do to make another mistake again. Sema no, you have rigged. I'm the one waiting for you. So ukisubiri na kutafuta mtu usiyemjua ni kazi ngumu. Tukitafuta ufalme wa Mungu na hatuujui ni kazi ngumu. Kakaangu ni mhubiri. Tulikuwa Nairobi. Nimekaa Nairobi kwa miaka 9. Wakamwalika mahali kwenda kuhubiri mara ya kwanza. Ni mchungaji peke yake anamjua kwenye kanisa lile. Akasema tutaanza semina Jumapili jioni. Wamekusanya makanisa mengi, wametangaza. Na ni mchungaji mmoja tu aliyekuwa anamjua. Ibada ikaanza jioni, wakaanza sifa nini, waimbaji walikuwa wamekuja wengi. Mchungaji ako ofisini kwake anayemjua mgeni. Tulikuwa Kenya hatuna magari ya kwetu, wamekuja na kateksi pale. Kamekuacha ukaenda kanisani. Akaingia. Hajui ofisi ya mchungaji iko wapi. Mara yake ya kwanza kwenda pale. Alipofika kanisa limejawa wanaimba yani waimbaji wanatoa wanaleta wengine. Kakaa pale nyuma mhubiri aliyokuwa anaendesha the programmer. Waimbaji wote walipomaliza akasimama akasema kwa sababu mhubiri wetu mgeni hajafika, sasa acha turudie waimbaji wetu waliotangulia waje watupatie tena nyimbo moja tukiwa tunamsubiri nani. Tayari mgeni amefika hapo pale. Hawamjui. Yule mgeni akasimama akapunga nini? The program akasema kama yule kaka anavyopungia Yesu, kanisa lote tupungie Yesu. Kama yule kaka anavyopungia Yesu, kila mtu pungia nani? Kanisa lote likampungia Yesu. Kumbe yule anajaribu kusignal ya kwamba the visitor, I'm here, the one you are waiting. Wakaita mwimbaji, watu wote wakakaa wakasikiliza nyimbo. Then yule akamuita Semasi. Kaambia where is pastor? Kaambia pastor ako ofisini anasubiri mgeni. Kaambia mgeni amefika. Semasi akauliza uko wapi? Mgeni yuko wapi? Mahubiri. Na wale kaka zangu ni wembamba yani wadogo hivi. Anatuchua pamoja wanaona kama mimi mkubwa wao. Mwili yao ni midogo. Na mhubiri akamwambia Semasi, mgeni mwenyewe mnasubiri ni mimi hapa. Kwa sababu ya ule udogo na kile walichotangaza pale, mhubiri anaikuja wa kimataifa, yule mtu Mungu anavifaa. Semasi ana picha fulani ya mtu fulani. Wewe anayejitambulisha hapa anasema ni mimi kama yule mdogo wangu yule. Hebu simama. Wale kaka zangu kama huyu. Angalau siku hizi wamekula kitimoto kidogo, tumwili tumeanza kupanuka. Semasi bila shasema akauliza wewe. Akauliza wewe Semasi. Yeye akasema ya mimi hapa. Semasi ndani yake kama wametuma tu mhubiri ameshindwa akatuma huyu hao. Ndio yake sisi akasema where's the pastor? Akasema office na akasema okay take me there. Semasi kufika pale na huyo mhubiri mchungaji anasema hey! Man of God, hey! We are blessed. Semasi akashanga kumbe ni huyu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sikutakii watafute kitu ambacho hukijui. Ni kazi ngumu. Yesu akisema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, ametupa kazi ngumu. Hiyo kazi inakuwa rahisi kama umejua kile unachotafuta. Sasa ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu
una majina mawili yanayofanana. Natoa tafsiri ya ufalme wa Mungu kwanza ili ujue tunachotafuta ni kitu gani. Watu wengine kufikiria ufalme wa Mungu ni kitu fulani utakipata huko mbinguni. Watu wa Mungu wengine kufikiria ufalme wa Mungu ni uzima wa milele. Watu wengine kufikiria vitu ambavyo ni kama 1% tu kuhusu ufalme wa Mungu. What is God's kingdom? Neno ufalme, sisi Baganda tumebatika kwa sababu kwetu kitu kinaitwa ufalme kipo. Nyinyi tangu hata kabla hamjapewa uhuru mlikuwa na machifu. Hamjawahi tawaliwa na wafalme. So hamjui ufalme ni kitu gani. Sisi paka leo tuna ufalme, kila mkoa au kila kabila wana wafalme. Baganda wafalme, Banyoro wafalme, Batoro wafalme, Basoga wana wafalme. So ukiongea kuhusu ufalme, at least kwetu Uganda, is something which is very simple to understand. Ufalme ni kitu gani? Ufalme, kuna neno lingine ambalo linafanana na lina maana ile ile ya ufalme, linaitwa government. A kingdom is the same as a government. Ufalme ni serikali. Bwana Yesu asifiwe. Neno ufalme na neno government vina maana moja. Sasa pia tunakuja sasa, kama ufalme ni government, sawa, tutakubaliana. Then tunataka kujua what is a government? Government ni nini? Tukitumia sana ufalme, mtu atajiuliza mama, lakini sasa ufalme na government vinafanana. Ni hapo nataka kutafsiri ya government. What is a government? Hata tukiwa shuleni, kwenye shule za msingi, sekondari, hilo ni swali kila mahali. What is a government? A government is this and that and that and that. Shuleni. But when I came to understand and I did the research about what is a government, by researching and looking to know what is the kingdom, lazima ujue government ni nini, then utaelewa kingdom au ufalme ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwetu vyote tunavyo viwili. Tuna government, tunajiita government, central government au government ya katikati, na tuna kingdoms. Na tukiwacha mimi ni Musoga by tribe, tuna Chabazi, that is a kingdom. Kuna Banyoro, kuna Baganda. But Buganda kingdom is somehow stronger than other kingdoms, and somehow organized. Buganda kingdom. Nimechukua muda mwingi sana kufanya research about Buganda kingdom, nikitaka kujua ufalme ni nini. Nimekuja kupeleleza na kujua yule mfalme sana na kusoma vitabu vinavyomhusu na shughuli zake, kujua ufalme ni nini. Then nikataka kujua what is a government. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maneno na kwenye kitabu changu ambacho naandika kinaitwa The Price of Peace. Hii sehemu nayo itakuwepo page ya what is a kingdom. Kuna notes yangu hapa. Bwana Yesu asifiwe. What is a kingdom? Or what is a government? I want to answer this question first. Hii sio ya kule shuleni kwenu sasa ulikosoma akakuuliza what is a government. Kile ulichojibu paka wakakupa marks sio hichi. Hallelujah. Maana ya government is here. First, what is a government? A government is a group of people which is committed with unorganized systems which they use
to offer services to other people. What is a government? A government is a group of people which is committed with an organized system or systems which they use those systems to offer services to other people. Katika lugha ya Kiswahili, serikali ni kundi la watu waliojitoa wakiwa na mifumo iliyopangiliwa vizuri, wakiipitia au kuitumia hiyo mifumo kwa kutoa huduma kwa watu wengine. That is a government. Ni kundi la watu tu liliojitoa, yani walijitoa wakaunda mifumo au systems, watatumia hiyo mifumo wakitoa huduma kwa ajili ya watu wengine. They use those systems to offer services to other people. What is a kingdom? A kingdom is sort of a group of people. Of course that group or kundi hilo lazima liwe na kiongozi. Katika serikali tunamuita rais. Katika ufalme tunamuita mfalme. In the kingdom we call that top leader a king. Hawa jamaa wana kazi gani? Hawa jamaa wana kazi ya kuangalia maisha ya watu wengine yanavyokwenda na kutoa huduma zote ambazo maisha ya watu inataka. Hawana kazi nyingine. Ni kuangalia tu mtu amehudumiwa, mtu ana huduma zote. Leo nilikuwa naangalia kwenye YouTube mheshimiwa sijui alikuwa wapi, mwanamke mmoja akalia, I think mliona hiyo taarifa. Kaja akalia, rais akasema hebu mupe ipa sauti aseme. Mama akasema nilishambuliwa sijui na mjomba wangu, nilishambuliwa mpaka wakaniondoa kizazi, sasa niko hapa. Rais pale akaamuru mheshimiwa fulani mumpeleke huyo mama, mtoe majina yake, mpeleleze hiyo kesi. Ilipelekwa kesi mahakamani, yule aliyeshambulia akashinda. Rais akasema hiyo kesi irudishe mahakamani tena, hata kama mtu fulani alishinda, irudiwe tena. That is a government. Ni kuhakikisha wanaangalia maisha ya mwenye uhai, kuhakikisha kila mtu anapata huduma anayoitaka, iwe ya afya, elimu, barabara, everything a human being is looking for. The government, they offered them their souls to stand and serve people, to offer services to people. Mwangalia mheshimiwa rais wa nchi tangu aingie madarakani, that is the government and is the top leader of the government. Liingia tu hivi, pesa ya uhuru msherekee, mfanye barabara hapa. That is a service to people. Sio ya kwake, to other people. Tununue ndege, si ati ataiendesha for other people. Yani mpaka leo mnasubiri mwendo, si mna vitu gani? Vyote hivyo wanaangalia huduma kwa nini? Na wacha nikwambie, huyo mjamaa, mimi nataka sheria fulani itengenezwe katika bunge la East Africa. Tengeneze sheria kwamba rais akistaafu huku aruhusiwe kuwa rais katika nchi hii. So wewe akimaliza miaka 10 hapa tunabadilishana, yule aje huku, huyu aje. Mbona mkakataa? Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanalala wanaamuka, huyo baba anawazia watu wake. Anawazia watu wake wapate huduma. Ni jukumu la serikali kuona
hatua za watu. Bwana Yesu asifiwe. What is a kingdom? A kingdom is a government. What is a government? A group of people committed to offer services to other people. Hata ukienda pale sasa, tuache serikali tuingie katika ufalme kabisa. Ukienda pale kwa Mutebi, mfalme wa Baganda, ana shughuli gani kama mfalme? Wafalme wa Baganda, by the way, Uganda iliwaitawaliwa na mfalme wakati wa uhuru, kabla tujapata serikali ya kwanza ya rais. Hapo Obote wakaingilia hapo, wakachapachakua mambo mpaka wakapata rais. Mfalme alikuwa anatawala nchi yote. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme yule wa Baganda mpaka leo hii wana serikali ya kwao, ya Buganda Kingdom Government. Ile ni serikali, wana katiba, wana bunge, wana budget. Huyo baba ni nini? Juzi miaka 2-3 imepita, akasema no, nataka tujengee watu wangu uwanja wa ndege hapa Kampala. Wasiwe wanateseka kwenda kilomita 40 kwenda Entebbe kutoka Kampala. Yote yeye anafanya nini? Anawazia watu wake kama mfalme. Kazi yake ni kuangalia watoto wanasoma, wana afya. Yani, wamejenga hospitali, wamejenga university. The kingdom ni kuhakikisha kila kijana wa Kiganda anayo kazi. Mfalme ana mipango kama mfalme. Yesu akisema ufalme wa Mungu uje, anamaanisha nini? By the way, hakuna kitu kinachoitwa ufalme pasipokuwa na nani? Na mfalme. I think ni wakati wa Idi Amin Dada alitimua mfalme tu, ameumaliza ufalme. Mfalme alipokimbia, ufalme nyanya upo. Na Yesu akisema ufalme wa Mungu uje, kabla hata hujafikiria kuhusu the kingdom, lazima uanze kuhusu mfalme mwenyewe. Kwa sababu hakuna kingdom isiyo na mfalme. Hakuna ufalme usio na mfalme. Na akisema ufalme wake uje, maana yake huo ufalme unakuja na nani? Na mfalme. Na mfalme mwenyewe ni nani? Ni Yesu. Ni hapo tunaingilia kama mfalme yupo. Majukumu ya mfalme ni kitu gani? Majukumu gani? Ni ya kuua watu na kuwapeleka mbinguni tu? Hapana. Majukumu yake ya kwanza ni kuhakikisha maisha ya raia wote wa katika ufalme ule wana maisha bora. Watu wote wamehudumiwa katika huduma wanazotaka. Kila mtu amefikiwa na kulindwa. Kinachoitwa ufalme, nenda uliza Israeli. Israeli walimwambia Mungu, tunataka tupate mfalme. Na wakimpata mfalme lazima awe na majeshi, awe na hiki, awe na hiki, awe na hiki, ulinzi kwa ajili ya nchi yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakituambia kuna ufalme wa Mungu, lazima tujue kuna system zote zinazopatikana katika ufalme, hata kama ni wa dunia. Tena hata ule ufalme wa Mungu kuna wizara zote ambazo hata hazipo duniani zingine. Mwanadamu anapata huduma kutoka wapi? Unajua nilikuwa wapi kuambia watu? Kila kitu unachokitaka hapa Tanzania hapa, serikali ina wizara ambayo inashughulika na hicho kitu. Tukisema the divine government au ufalme wa Mungu ni serikali, nako kuna wizara. Hapa tunaomba jioni ya leo hii, tunatembelea wizara hii ambayo kuna kitu ambacho wewe unatafuta leo hii. Kuna wizara katika kinachoitwa ufalme. Nenda Buganda Kingdom. Kuna wizara katika kila kitu. Elimu, afya, barabara. Kuna wizara in the kingdom. Wote wana function kwa pamoja, wakihakikisha kwamba huduma raia wanazotaka zimewafikia. Kila mtu anayetafuta huduma fulani katika ufalme. Yesu anamaanisha nini? Wakati alipokuja duniani ufalme ulikuwepo. Alikuta ufalme wa Herode ulikuwepo na ufalme mwingine. Alipoangalia watu wanateseka,
watu wanalia, watu wanahangaika, maisha ni magumu. Yaani kila wakati wanamletea machozi, kila wakati watu wanateseka, kila wakati watu wanalia, kila wakati ni mapambano. Akawaambia, you guys, simumuombe Baba ufalme wake uje hapa. Akisema ufalme uje, tujiulize ufalme unakuja kufanya nini? Kila kinachoitwa ufalme kinashughulika na kutoa huduma kwa watu. Alitakia dunia ipate huduma kutoka kwa nani? Kwa Mungu kupitia ufalme. Ukitaka huduma za serikali ya Tanzania, yani kupitia serikali ya Magufuli, kuna huduma unazotaka kwenye serikali. Na ukitaka huduma kutoka mbinguni, kuna serikali ya wapi? Ya mbinguni, inaitwa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unashughulika na kuangalia maisha ya watu. Sasa niliulizwa wapi kwenye Bible College, nilikuwa nafundisha, wakaniuliza jaribu kutaja hizo wizara. Tulikuwa tunapitia Biblia mstari kwa mstari, tafsiri kwa kila mstari. Ambia ukitaka ulinzi, alisema mbingu na nchi vikaisha na jeshi lake lote. Tena ulinzi limekuwa kitu cha kwanza kabisa wakati wa uumbaji. Na jeshi na nini? Ulinzi. Ukitaka uponyaji, anasema anaponya kila aina za magonjwa. Hiyo ni wizara ya nini? Ya afya. Oh my God. Ukitaka nini? Chakula. Yesu wakati Bible, Mungu ni mkulima. Hiyo ni wizara ya nini? Ya kilimo. Mungu alipanda. Na Yesu wakati amefufuka, kabla hata hajaenda mbinguni, alionekana shambani. Tukifikia mstari wa 3 nitafafanua hiyo vizuri kuhusu chakula. Alionekana shambani. Tuseme nini? Kila wizara inapatikana katika ufalme wa Mungu. It's an organized government with all the systems that we need. Watu wa Mungu na wana wa Mungu, niseme nini, wache nini? Yesu akisema ufalme wa Mungu wafikia, naongea na watu wa aina gani? Waliokwama, walio maskini, walio na machozi, walio na shida, wasio na kitu, wamejaribu kufanya mambo wameshindwa. Yesu akasema hawa ufalme wa Mungu ukiwafikia hawa, ufalme ule uanze kuwahudumia hawa, ufalme ule utanyanyua maisha yenu. Ninapenda sana serikali za Afrika zimesubutu na zimejaribu. Wazungu walikuwa Afrika hapa, walitoka Afrika, nchi zetu zilikuwa zinafananaje? Kila nchi wakati imepata serikali zetu za Afrika, ni yapo maendeleo yalianzia. Walikuwepo, hakuna magorofa kama haya. Wazungu walikuwepo. Walijenga magorofa mangapi? Walijenga barabara siko wapi? Paka tulipopata serikali zetu zikaanza kutoa huduma. Bwana Yesu asifiwe. Kinachoitwa serikali, ufalme wa Mungu ni serikali ya nani? Hapo sinikote vibaya, we are talking about the divine government or the divine kingdom. Ufalme wa Mungu ni kitu ambacho kila mtu ambaye kimemsajili katika ufalme ule, kumwangalia sana maisha yake yako vipi. Huyo mama ni raia wa ufalme huu. Je, anaishije? Amekula, ajala, amezaa, amesomesha, wana nyumba, vitu vyote ambavyo ni David alikuwa ananiambia juzi, tunataka sema umeongea kitu. Na hiyo kitu niliwahi kufundisha mahali kwa ndani. Watoto wa Mungu hatufai kutendewa miujiza. Watoto wa Mungu tunafaa kukaa katika ufalme na kuhudumiwa katika haki za serikali yetu ya mbinguni. Sio muujiza serikali ya Tanzania kutendea Watanzania huduma, sio muujiza. They have their rights in their government to be served. Na sisi kama wana wa Mungu, tukiwa ndani ya serikali ya Mungu, hatufai kuhudumiwa kwa miujiza. Miujiza ni kitu ambacho hujatarajia. Ni kitu ambacho huna imani nacho. Ni kitu ambacho kilipangwa tu, watende wasitende, huna haki ya kudai. Serikalini tunadai.
katika ufalme tunadai. Tuna haki ya kumwendea mfalme na kumwambia, hey, hapa kujashughulikiwa. Tunataka huduma hii. Tunataka huduma hii. Na jioni ya leo Mungu aliniambia siku ya Ijumaa, ufalme wa Mungu unakuja kuhudumia kila anayetafuta huduma katika ufalme huu. Tikisa gani yako mwambie nitahudumiwa. Mwaka wa 91 na kwenda nyuma, katika mwaka niliyozaliwa nilikuwa sijaokoka. Nimeokoka mwaka wa 92. Mwaka wa 91 na kwenda nyuma niliishi maisha mabaya. Yaani kila mtu alihurumia Johnson. Hata mimi mwenyewe sikuwa nafikira kwamba nitadumu mpaka umri huu, kwa sababu ya changamoto ya pale nilipozaliwa. Yaani maisha yalikuwa magumu. Kijiji kinaitwa Nablus, hata kwenye map ya Uganda huwezi ukakiona. Yaani baba yangu hakuna aliyemjua. Mpaka wazungu leo hii wanataka kutrace kile kijiji. Wanaenda pale mpaka kupiga picha na baba, wanazisambaza. Tumetoka Nablus. Nablus leo mpaka Amerika wanajua kuna Nablus. Tumefika aje kuipeleka jina la Nablus katika ulimwengu mzima. Mwaka wa 87 kaka zangu wakaokoka. Mwaka wa 92 na mimi nikaokoka. Mwaka wa 93 mdogo wangu akaokoka. Wote tukaokoka wanne. Tulipookoka, mimi kuokoka nilisema hivi, acha niokoke niende wapi? Mbinguni, kwa sababu duniani nimeteseka. Sitaki tena niende jehanamu niteseke. Kwa sababu tulikuwa tumesomeshwa Biblia wakati tulikuwa wadogo tu kwenye Anglican Church. Nikajua kuna mbingu na kuna jehanamu. Nilipookoka wakatuambia usipookoka uwezo kauona ufalme wa Mungu. Na mimi nilidhani kwamba kuokoka ni kupata ufalme wa Mungu kwenda wapi? Mbinguni. Kumbe ukiingia katika ufalme nilipoingia, oh my God, mbingu sijaziona mpaka leo, sijaenda huko. Lakini duniani hapa ufalme wa Mungu umenifikia na umeniangalia na kunihudumia na kubadilisha maisha. Johnson wa miaka 91 kwenda huko na 92 kuja hapa nilipo ni watu wawili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme umebadilisha maisha. Ufalme unatoa huduma. Nimemuomba mfalme na wewe akuhudumie jioni ya leo. Maisha yake yatabaki yalivyo. Hakuna mtu yoyote ambaye ufalme wa Mungu umefika kwake na ufalme wa Mungu ukaanza kumhudumia, mtu yule akabaki vile vile. No. Na wewe anayeteseka, na wewe anayelia machozi, na wewe masikini, na wewe asiye na baraka, na wewe asiye na kazi, na wewe asiye na pesa, na wewe asiye na nyumba, leo namuomba Jehova atume ufalme mahali hapa. Ufalme unakuja kufanya nini? Kuhudumia wote wanayotaka huduma za kifalme. Tikisa gani yako muulize unatafuta kitu gani? Ufalme utasimamia. Muulize na mimi unatafuta kitu gani? Ufalme utasimama. Kama vile serikali inavyohangaika huku na huku kuangalia maisha ya raia na kuyaboresha, na serikali ya Mungu nayo ni kuhangaika huku na huku kuangalia maisha ya walokole na kuyahudumia. You will never remain the way you are. Jiandae kutajirika. Jiandae kujenga. Jiandae kunenepa. Jiandae viwango vingine. Jiandae kula chakula cha. Jiandae kuvua masuti. I cannot be in the kingdom and I put on mivumba na mitumba paka kifo changu. No way. Mitumba tuliwahi ivaa. But in the kingdom of Jesus, and Jesus is the king. Aliyeniokoa ni mfalme ndani ya ufalme huu. Kila wakati niangalia Johnson amekula, ana gari, watoto wako. Ufalme ni kuniangalia. Ufalme lazima wajibike. Wengine Mungu anasubiri ufalme kwenda mbinguni. Wapi na wapi? Ufalme Yesu alisema uje wapi? Hali yako lazima uje hapa. Unakuja nini? Kukuhudumia hapa. Msikimbie Tanzania, ni kizazi kilicho kwenye na akili mbovu.
Wamepeleka watoto wetu katika nchi za Uarabuni, wanateseka, wanauawa, wanakufa huko kwa sababu ya pesa. Nimekuombea, hakuna sababu ya kutoka Tanzania hapa kwenda kutafuta pesa popote. Ufalme wa Mungu uje mahali hapa na ukuhudumie. You can be rich here. Tuna makanisa katika huduma yetu tunayoongoza. Tuna makanisa California. Kwa sasa ni 3. Na nilikuwa nimeitwa nichunge limoja. Watu wakasema, jamaa amebahatika kweli. Anaenda kuchunga Amerika, tena California. Sasa hiyo maskini umekwisha. Nani maskini kwanza? Nani maskini kwanza? Johnson. Nienda Amerika ati kuchukua sababu ya pesa. Nani maskini? Niliambia no, I'm no longer that poor, I'm no longer that level, going somewhere for money. The kingdom is taking care of me. The kingdom is moving and taking care of me. Wakasema kama jamaa kweli akili ya basoga. Kuna msemo Uganda wanatudharau kabila yangu. Nasema hata wa jamaa wanapata akili wakiwa na miaka 40. Sijui Afrika mnafikiria pesa ni kitu gani? In the kingdom we are rich. We are rich. Tell your neighbor, in the kingdom you are rich. Hata hilo mwingine ameongea akasema, in the kingdom I'm rich. Sababu amekumbuka hata lile suka alilowacha pala anapolala limelaruka mara 7. Nikumbuka hata chakula chenyewe cha usiku wa leo ni cha kubahatisha. Hata kila leo kesho ajui itakuaje. Mwanangu, in the kingdom the government of God is taking care of all things. Serikali ya Mungu itajibika. Hakuna serikali isiyo na mipango kwa ajili ya raia wake. By the way, the government does not plan plans for itself, they are planning for people. Kama Mungu naye anayo government ya kwake Mungu, naye hajajipangia yeye, ana plan for people. You have a king who is planning for you. Hiyo ugonjwa utapona tu. Hapa kuna hospitali katika ufalme zaidi ya Muhimbili. Kuna hospitali na wataalamu katika hospitali hii ya Mungu hawajawahi shindwa na ugonjwa wowote. Hawajawahi. Na hiyo shida yake nayo kusumbua hiyo, ufalme utashughulikia. Yesu akasema, seek first the kingdom. Sikia, the king, our king said. Who is our king? Matthew 6:25. My king, I don't know if he's your king too, but my king said this. 6:25. Matthew. Nataka nifungue na hii Biblia ya neno. Mstari huu una utamu sana katika Biblia. Usome katika Biblia yako, sikia. Kwa sababu hiyo nawaambieni. Sikia. Kwa sababu gani hii anayosema? Msisumbukie maisha yenu. Mle nini? Rudia pale kwanza. Kwa nini? Msisumbukie. Rudia mstari wote mama. Kwa sababu hiyo nawaambieni. Kwa sababu hiyo nawaambieni. Sikia, kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo lazima ujue. Hiyo ni kitu gani kanasema kwa sababu hiyo? Kwa sababu hiyo. Let me read this. Kwa sababu hiyo. Kuna hiyo. Nataka hiyo. Kwa sababu hiyo naambieni. Kwa hivyo nawaambia, hii hajaweka sababu. Kwa sababu hiyo naambieni, msisumbukie. Endelea. Msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Sijui kama nasikia hiyo. Mwambie, kwa sababu Yesu ni mfalme. Kwa sababu Yesu ni, na wewe ni raia katika ufalme, na wewe ni mtoto katika nyumba ya Mungu.
Yaani mipango yote ufalme huu unayopanga ni ya kwako. Na kwa sababu hiyo nasema hivi. Na kwa sababu hiyo msiwe na wasiwasi. Msiwe mabigani yako, ondoa wasiwasi. Napendaka kaneno pale anasema msisumbukie maisha yenu. Mimi nimetumia neno msiwe na wasiwasi. Unajua neno wasiwasi, naomba na uliogope na ulifukuze maisha yako, kwa sababu vitu vyote vibaya vinavyofanyika duniani hapa vinatoka kwenye wasiwasi. Mabinti kwenda kufanya umalaya ni baada ya kupata wasiwasi. Wanaume kuacha wake zao na kuanza kuoa wanawake wengine ni baada ya kupata wasiwasi. Baba ameoa na mama hajazaa, kinachosumbua moyo wake ni wasiwasi. Abraham moyo wake na imani yake ilikufa kwa sababu wasiwasi. Sina mrithi, atakaye nirithi huyo Eliazeri wa Dameski, Mungu hajanipa. Hiyo yote ni nini? Wasiwasi. Ambia yako, ondoa wasiwasi. Kinyume na wasiwasi, easy to relax. Na kuombea roho na neema ya kurelax. Kwa sababu hiyo najua Mungu Baba katika ufalme wake na yule mfalme mwenyewe Yesu, kuna kitu wanakipanga kwa ajili yako. Usiwe na wasiwasi. Watoto watasoma mwaka huu. Kweli mke wangu ni wangu mwaka huu. Kweli mimi nywele zitafanyika mwezi huu. Kweli ada zitalipa. Ondoa wasiwasi. What is faith? Faith ni mtu asiye na wasiwasi. Faith ni mtu asiye na wasiwasi. Kitu kinachoitwa wasiwasi kimezaa vitu vingi sana duniani hapa. Je, nitafika? Je, nitasoma? Je, nitafaulu? Je, nitafanikiwa? Je, nitapata? Ondoa wasiwasi. Tunaye mfalme, tuna ufalme. Nimekuombea na wewe ambaye unasema mambo yangu ni mabaya kweli, ninakutakia ufalme wa Mungu ukufikie. Yesu akasema sura hii mstari ule wa 33 I think so. Akasema lakini tafuteni nini? Muondoe wasiwasi, mtafute nini? Ufalme wake kwanza. Badala ya wasiwasi wewe tafuta ufalme tu. Kama mambo ni mabaya tafuta ufalme tu. Najua kwenye ndoa kuna migogoro, tafuta ufalme tu. Ondoa wasiwasi. Kitakacho kunyanyua pale ni ufalme wa Bwana. Kitakacho kusaidia pale ni ufalme wa Mungu. Kwa sababu ufalme unatoa nini? Huduma unayotaka. Wanataka amani, yeye ni mfalme wa nini? Wa amani. Wanataka furaha, alisema furaha nitoayo hakuna awezaye kuitoa duniani. Wanataka upendo, yeye ni chanzo cha upendo. Wanataka kitu gani? Ondoa wasiwasi. Kuna kitu kile ambacho ufalme utakifanya. Ninamaliza, tuombe na mtu kwa kusema hivi: kwa sana kutumia roho wa Bwana na kusaidie kuishi maisha ya kutafuta ufalme. Ishi kwenye mazingira ya kutafuta nani? Ni wangapi wanaotafuta pesa? Unatafuta pesa eh? Wanaamkanga saa ngapi unatafuta pesa? Wengine hata siku hizi magari mnaiwacha nyumbani, mnatumia mwendo kasi kwa sababu foleni na kuchelewesha kwenda kutafuta pesa. Yaani hutaki kitu cha kukusumbua. Yaani unakomboa wakati na washangaa walokole wanatafuta ufalme. Muna muda mwingi wa kuharibu. Kumbe tunachotafuta ni zaidi ya pesa. Wakati wanaenda kutafuta pesa, yani hutaki salamu za shikamoo marhaba. Yani unatumia kizungu hai. Yani unatembea kama Mkenya. Unajua Wakenya wanatembea kama wanafukuzwa na Al-Shabaab. Nairobi. Wanatafuta maisha, wanatafuta pesa. Nataka
busy natafuta ufalme. Mtu anayetafuta ufalme. Mwanamke mmoja anamsoma kwenye Biblia anasema alipoteza silingi. Alipoteza silingi. Akaleta kifwajio. Akaanza kutafuta nini? Yaani muda wa kutafuta silingi hataki kumwambia kitu kingine. She was busy looking for that silingi, for that coin. Kufwajia ni muda. Mawazo yote yako pale. Yaani akisikia kama hata kwa kupitisha kifwajio kakifanya lazima awe anaelewa. Maana yake all the mind and the sensitivity is there. Mwambie mlokole atafuta ufalme. Yaani you don't know what you are looking for. Ni wewe washikamoo hata wasipo na sababu. Ni wewe mwenye mijadala mingine ya kusengenya wahubiri na wachungaji. Wamejua mchungaji cheo siku hizi ameanza sema na tena ya kwanza ameleta Johnson. Wamejua wanayotafuta ufalme hatuna hizo holokoso. Wanayotafuta ufalme tuna muda wa kwenda kwenye ibada. Achiingia hapa nimetimua watu fulani kanisani kwangu. Yaani wangefika muda wa ibada umefika, ni hapo wanaanza maneno. Wanacheka, wanaanguka. Yaani wanaongea hicho wale kaambia lakini nyinyi mna akili kweli? Kanisani hata kama ibada jaanza, anayetafuta ufalme atafungua ibada ya kwake kwanza, akisubiri ile ya watu wote baadaye. Wanamkuta kwenye civics. Yaani ameshaingia tayari rohoni. Huyu anatafuta ufalme. Lakini umekuja hapa kwenye simameni sasa tufungue ibada. Muda wa ibada umefika. Then we just remember there it's now time for the service. No, you came from home for the service. Let your business be service. Okay, you have reached when they have not started. Start it there. Father God, I pray for those even who are still in the way coming. Oh God of heaven, grant them mercy. Let them come in time. Oh God of heaven, please be somebody who can even assist somebody in prayers. Wanapambana foleni, kuna foleni vingine vya misimu tu. Mpige ule msimu, tani naweza likaaka nyekundu mpaka masaa 3. Kuna siku moja nikatoka kwenye gari. Trafiki alikuwa hata amewacha taa. Ile taa trafiki yenyewe ameiwasha, kwa jamaa amesema. Na sio kama 40 mkono huu umesimama huko. Tukavumilia mpaka niko kama kwenye gari na ile pale. Na bebe wangu akasema, "Huyo jamaa kwanza huyo mbona uchoki?" Nikajua hapa kuna pepo, huyo jamaa amesaki sahau. Nikatoka, naambia, "Hey, how are you man? Well done. I know you are tired." Oh. Nikamwambia sasa, lakini mbona nina shughuli kweli niendapo, lakini huu mkono haujakuuma? Ni kama almost 1 hour huko hivi. Ifo ni ndefu sana huko. Nikamwambia, utanisema akavuta huko. Vitu vingine ni mizimu tu ili mhubiri ajielewe. Ukifika kanisani anza kutafuta ufalme. Be in the mood of seeking the kingdom. Hautaweza dunia pasipo na ufalme. Hautaweza ndoa pasipo na ndoa yako kuhudumiwa na ufalme. BCC imeanza, nimezaliwa yupo. Hamutaweza Dar es Salaam pasipo na ufalme kuthibitisha kuwepo mahali hapa. Acha kila mtu akiingia BCC akute huduma zote za ufalme zinapatikana mahali hapa. Waje wagonjwa na ufalme uwaponye. Waje wembamba na ufalme unaneneloshe. Waje masikini na watajirike na huduma za kifalme. Wasiende kwa furimanso, wasiende kwa misimu, wasiende kwa dawa za kulevya. Wathibitishe kwamba BCC pale Mungu na Yesu mfalme wa falme wanatoa huduma zote tunazotaka. Watu wa Mungu, namaliza saa hii, tunasimama kwenda mbele za mfalme kupokea
programu ile aliyo nayo kwa ajili ya watu wote wanayomtafuta katika ufalme. Yesu, tumekuomba ufalme wako na uje mahali hapa. Kuna watu wanataka huduma za ufalme, kuna watu wanataka uponyaji wa ufalme, kuna watu wanataka kuinuliwa ufalme, kuna watu wanataka uzima ufalme. Tokea na ufalme wako uje. Utajuaje kama ufalme umekufikia? Utaziona huduma zile ambazo zinatolewa na ufalme. Utajuaje kama serikali inakuhudumia? Unaona zile huduma ambazo zinatolewa na serikali. Na kama Mungu ana serikali, utajuaje kama serikali ya Mungu inakuhudumia? Utaanza kuona huduma za serikali ya nani? Kama ni mizimu inakimbia, hapo anaona serikali. Ufalme uko kazini. Mizimu inakuogopa, ufalme wa Mungu upo. Ulinzi upo, ufalme wa Mungu upo. Siku moja nilikuwa naenda Nairobi from Kampala. Nikaenda kufanya booking ya bus. Miaka ya nyuma sana nilikuwa naenda kuhubiri Nairobi. Nikakuta kwenye kituo cha mabasi pale kwenye ofisi ya basi ilikuwa Jinja, niko Kamuli. So naendesha nitumia public means kwenda Jinja kufanya booking na kurudi. Nikifika kwenye taxi park pale kwetu, gari la abiria lilikuwa limebaki na watu wawili liondoke. Nataka kuingia hivi, nikaona mchungaji, no, tuongee mawili matatu kwanza. Najua nasafiri, nilisikia nasafiri na nina haja na wewe. Nikatoka kwenye gari tukaongea, hilo likaenda. Wakaleta basi lingine. Akapakia, tunaongea, pakia, nikasema bwana acha nikimbie na hili nikaingia. Tunaendesha, tunafukuzidia ile iliyotangulia. Kilomita kama 40. Nikalikuta ile iliyotangulia limepinduka hivi. Wamegonga ng'ombe likapinduka hivi. Watu sijui 7 wamekufa, ng'ombe imekufa, gari yani wewe ukaliangalia. Na nilikuwa nimeshaliingia. Ufalme unalinda. Utajuaje kama ufalme umefika kwako? Wanaanza kuziona zile huduma za ufalme ziko nyumbani kwako. Pale ambapo kulikuwa hakuna amani, umeanza amani. Mfalme wa amani sasa ameanza kukuhudumia. Kulikuwa ugomvi, sasa mna upendo. Baba alikuwa ni mbaba, ametoka viwango vya baba, sasa ni mbabe. Sasa amerudi kuwa baba. Ufalme unabadilisha. Ulivyokuwa umaskini, sasa biashara vimeanza kupata faida. Na kila mfanya biashara hapa ufalme ukuguze. Na kila mfanya kazi hata kama ni kampuni serikalini, let the kingdom promote you. Ufalme wa Mungu tunauhitaji zaidi ya kila kitu. Huduma zote zinazotupa sababu za kuishi tunazipata ndani ya ufalme. That's why tunatembea. That is why tumebarikiwa. That is why tunapendeza. That is why tunajisikia tuko duniani. Because we are in the kingdom. And the king is taking care of us. Anatujali na anatushughulikia. Mtu hata kuweza ukiwa ndani. Ninakuombea tanzia hapo kesho. Kuna kitu kinaitwa na haki yake. Tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake. Then kilichofuata kile cha 4 akasema mapenzi yake yatimizwe. Akimaliza kuhusu ufalme, kinachofuata ni mapenzi yake. Why mapenzi yake after the kingdom? Kwa sababu ufalme unabadilisha. Makina Johnson waliokuwa maskini sasa wamepata pesa, ni matajiri. Hapo usipotangaziwa mapenzi ya Mungu na kumheshimu, unaweza ukawasi. Nimehubiri injili karibu miaka 30, nimekaribia miaka 30 nikiwa mhubiri wa injili. Na mara nyingi nasikianga au nimechoka au niwache tu nianze kutrain tu. I can train the preachers. I teach in the colleges and I live preaching, moving preaching. No. Kila wakati nikiwaza niwache kuhubiri na kuzunga nikihubiri, na otanga ndoto nimerudi vijijini na lima ninakata mkaa. Nakata mkaa. Yaani kila wakati na otanga nimerudi vijijini na teseka. Every time nikifikiria kuacha kuhubiri.
Ni hapo Yesu akishakuwekea sasa. Yesu mlikuwa haona nyumba, haona gari, haona mke, haona pesa. Ufalme wa Mungu umekuletea. Kitakacho kuweka kwenye kazi na ifanye mpaka kesho ni kila alichofanya, mapenzi yake. Usisahau hata kama umekula, umekunywa, amani ipo, TV zipo, mapenzi yake. Wakati walipokuwa waona TV walionekana kanisani. Lakini sasa una runinga, uwanja wa taifa unauleta pale. Sasa ni Yanga na Simba wanacheza na BCC kuna seminar. Ona runinga, yani kuna utamu tu, kuna mpira kwenye runinga kubwa. Na mapenzi ya Mungu, ufalme unashughulikia viwango vyako kupanda. Kitakachopata hapo ukiwa umepanda, ruhusu mapenzi ya Mungu. Ufalme wa Mungu utakupa kazi na kipato cha mamilioni ya pesa. After getting a lot of money, mapenzi ya Mungu, ujue in those levels, in those riches, there is the will of God. Hilo ni jambo kubwa. Mtu atakaye maintain viwango ambavyo Mungu anamuinua, usikose kesho. Sasa tunataka kuomba kitu ambacho kinaitwa mapenzi yako yatimizwe. Nina misitale minne ndani ya Biblia ambayo imenilea mimi. 4 verses in the Bible. Isipokuwa Biblia yote ni tamu kwangu na ni baraka kwangu, lakini misitale minne imenilea mimi. Wa kwanza ni huu: mapenzi yake yatimizwe. Hilo neno ni kubwa sana kwangu. Linaninyenyekeza kila mahali, hata kama niko wapi. Let his will be done. Hata wakati nimechoka, nikijua okay, hiyo seminar, hiyo crusade, hiyo whatever ni mapenzi yake, nitasahau kuchoka kwangu. Let his will be done. Kesho njoo, kuna kitu kikubwa sana kitakusaidia. Let his will be done. Kuinuliwa, tunainuliwa, majina yanakuwa makubwa, vyeo vinapanda, but his will. Ni hapo Mungu anaanza kupambana na mapenzi ya Mungu. Kweli umetajirika, mkeo amekuja na gari lako bila kwao, watoto wa kwao wanakuambia tena kuvuta vumbi kanisani. Mapenzi ya Mungu. Wewe ni Yesu aliyepewa jina lipitalo majina yote. Tena wanakuambia uzaliwe ni mafi ya ng'ombe. Sikia alichosema msalabani, anasema mimi sitaenda msalabani, lakini mapenzi yako timizwe. By the way, kilichotuokoa sio Yesu. Kilichotuokoa ni mapenzi ya Baba. That is the fact. Hata Yesu akija hapa anamwambia wewe walikuwa umetusaliti wewe. Lakini akatusaidia Yesu kitu kimoja tu, kukubaliana kufanya mapenzi ya Baba. Lakini maombi yake mara ngapi? Usicheze na maombi ya mara 3 wewe. Mchamali maanisha akaomba mara ya kwanza, Mungu akanyamaza, akapumua kidogo, pia alisema Baba, sijui kama umenisikia vizuri mara ya kwanza, lakini kama hujanisikia, atakarudia maneno yale yale. Baba akanyamaza, akapumua. Baba, nimekuwa hapa sasa ni mara ngapi? Hii ni mara ya 3. Nimesema ichikombe kitolewe. Lakini kama kunyamaza kwako ni mapenzi nichinywe, acha tu nijipange. Yaani ni kama anasema sawa, nitakunywa tu. Baba, kama ni mapenzi yako nitakunywa tu. Alikuwa mchezo ameuacha. But the will of the Father was respected. Nabii yangu watu, mapenzi ya Mungu kuna kasehemu katakayo kufanya ulie machozi ukifanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Wanandoa mpo? Kama hiyo ndoa yako ni mapenzi ya Mungu, hata kama limume limebadilika kiasi gani, litakuita umbo kilipikia ubwabwa, wewe unafanya mapenzi ya nani? Wewe mwanaume kweli. Au niwekee chumvi nyingi? Lakini nimeokoka, hapana. Mapenzi ya Mungu. Kuna kasehemu ka Yesu kupigwa, mapenzi ya Mungu. Sasa hapo walokole wengi yani mwiba wao na mlima wao ni mapenzi ya nani? The will of God. Na
mstari wangu wa kwanza mimi. Watu wengi kuniuliza pataje kibali huduma yako? Pataje mpenyo? Mataifa yanang'ang'ania. Kwa sababu tumeamua tuwe wajinga, wasioelewa mapenzi ya Mungu. Juzi nimepigiwa simu, ninatakiwa Nairobi. Kanisa hilo niita. Yaani unasikia hata utamu wa kwenda kabla hujaenda. Then wiki wanayonitaka ni wiki nina kanisa la Nawa Ntale vijijini. Hao jamaa wameniita mwaka jana nikakataa. Wakanitaka mwaka huu Januari, sina muda. Nikaweka mwenyewe tarehe 1 mwezi wa 4 mpaka tarehe 7 nitakuja huko. Then tarehe juzi wakapiga simu Nairobi. Sasa wachikwambia Nairobi. Yaani gari utalipata pale, hotelo kama ninayolala sasa hivi. Kila kitu kipo. Nageuka tu hivi, nafinya hapa huko. Then naenda Nawa Ntale. Niliambia yule mhubiri, nikamwambia that week I will not be there. Lakini unasikia mwili wangu, baba kweli mapenzi yako. Simama kwa mguu wako kila mtu. Kesho tunaanza mapenzi yake. Mapenzi yake yatimizwe. Hapo kuna kimulima. Kuna kimulima hapo, lakini